Bana, siku imeisha tofauti na hali imekuwa tofauti mara baada ya Club Young Africans kutoka Tanzania kupoteza kwa bao 2-0 dhidi ya Al Ahly kule Misri. Hapa pembeni yangu nipo na mwalimu, yeye atatuambia ni namna gani mchezo ulivyokuwa na Al Ahly waliwezaje kutumia Young Africans mpaka kuweza kupata alama tatu. Naam, karibu. Asante, shukrani. Mchezo umeuonaje kwanza, kwa sababu mashabiki wa Africans walijiamini kweli kweli kuhusiana na mchezo huu leo. Alisema kwamba kutokana na maingizo mapya basi huenda alama tatu akazipata ugenini, itakuwa mara ya kwanza kushinda mbele Al Ahly katika uwanja wake wa nyumbani, lakini matumaini yamekuwa tofauti mara baada ya 90 kutamatika. Mchezo kwa upande wangu nazungumzia kwa mchezo ulikuwa ni mzuri, ni mchezo ambao ulikuwa wa kimbinu zaidi, makocha wote walikuwa wanasomana. Hasa kocha wa Dar es Salaam Young Africans aliingia kwa kumsoma mpinzani wake atakuwa na mchezo wa aina gani. Alifanikiwa kwa dakika za mwanzoni hadi 30, japo game ikaja ikabadilika, wale National Rally wakabadilika, wakaamua kuforce mashambulizi kwa kina. Kaingia na kikosi kizuri pale kwenye eneo la uzuiaji, japokuwa kwenye eneo la namba 9 Depo alikuwa anakosa sana kupewa sana mipira na kiungo wake wa nyuma au mawinga baki wale ambao walikuwa wanacheza. Ila wengi wamelalamikia hii leo mara baada ya kocha Pedro Gonçalves kuingiza maingizo mapya yote ambayo yamesajiliwa katika kipindi hichi kifupi. Wengi wanasema ya kwamba angeanzishwa Pacome, wengine wangeingia mara baada ya mchezo kuchangamka, kwa sababu wachezaji wa mwanzo wamezoea mchezo na vitu kama hivyo. Unadhani unakubaliana hayo? Kwa upande wangu naona kocha kaingia na mfumo mzuri katika upangaji wa kikosi, katumia mbinu nzuri sana kumsoma sana mpinzani wake. Mabadiliko ya kutoanza Pacome, Prince Dube, kuanza na wachezaji wa kigeni I think 4 hadi 5 ni vizuri kwa upande wake, kwa sababu wachezaji wale kwa kipindi cha kwanza hawakucheza katika hali mbaya sana, walicheza katika performance nzuri. Tukimzungumzia Damaro pale katikati alikuwa anafika sana, ukizungumzia Alan Okello, ni wachezaji wa aina fulani walikuwa wana push sana mashambulizi, japo kwa kipindi cha pili igizo la Mudathir haya sijafikiria kwamba leo ilikuwa na mchezo gani, maana ilikuwa ni siku mbaya kazini. Kwa sisi ambao tunaojua mpira tunaamini kwamba leo ni siku mbaya kazini kwa Mudathir haya. Basi hata baadhi ya touch zake alikuwa akipewa akipasia zinapotea sana kwa urahisi, ila ningependa kumshukuru sana Pedro kwa aina ya mpinzani wake ambaye alopata. Sasa hivi ndio tunaongelea sasa mpira kwa maana National Rally ni timu ambayo inakusoma, inakubembeleza afu zeni inakuja kutafuta matokeo kwa uharaka sana. Tumeona hata dakika za mwishoni Yanga napo alipoamua kufunguka, tumeona sana alikuwa wanakaribisha sana mashambulizi na wachezaji wao. Igizo la Hussein El Shahat nao limeleta chachu kwa upande wa Rally. Pale katikati ukizungumzia Liu Dieng alikuwa na bato sana. Game yake ilikuwa nzuri sana alipokuwa anacheza katikati pale zidi ya Damaro. Walikuwa na bato sana. Alivyotoka Damaro, Mudathir na Duke Abuya kiungo pale, eneo la kiungo kikaa kimepwaya pale, kwao alikuwa anafika sana kwa urahisi eneo la Dar es Salaam Young Africans. Licha Yanga kupoteza mchezo, lakini tuliona walitengeneza nafasi kadhaa, hususan katika kipindi cha kwanza. Tumeona nafasi ya Alan Okello, pia Maxim pia zingepata nafasi katika kipindi cha kwanza, lakini unaweza ukasema umakini ulikuwa mdogo ama utayari wa wachezaji binafsi ulikosekana uwanjani? Hapana, kuna muda inabidi tu ukubali game inavyoenda, mchezo wenyewe unavyotokea, kwa sababu Yanga unaweza kuzungumzia ni timu ambayo inaweza sana kumeza mashambulizi, na katika eneo la ushambuliaji wameboresha kama tulivyosema hapo awali, ila leo mimi naweza kusema ni siku mbaya kazini. Katika dakika zote 90 ulivyotazama mchezo, nadhani Yanga walikuwa wana udhaifu sehemu kubwa, sehemu gani? Aidha eneo la ushambuliaji, katika eneo la kiungo, ama eneo la kujilinda, ndivyo ambavyo labda Al Ahly alitumia udhaifu huo na akapata alama tatu mwishoni. Ukizungumzia Yanga alikopo eneo dhaifu, naweza nikakwambia eneo la uzuiaji. Eneo la uzuiaji Yanga ndo amekuwa dhaifu na kupelekea Al Ahly kufika kwa haraka, ila Al Ahly nao mbele walikosa tu utulivu, ila tungezungumza mengine sasa hivi tungeongelea bao zaidi ya goli 3 kutokana na Al Ahly walivyokuwa wanakuja sana. Sema Yanga nao ni timu fulani ambayo inaweza kumeza sana mashambulizi, hivyo kuruhusu goli 2, na hasa katika eneo la pembeni Dickson Job kuja kuswitch kutoka katikati kuja pembeni, na Ibrahim Baka alikuwa anacheza sana pembeni kule, ili akiwapa nafasi mawinga wake na viungo kuja kutanua zaidi. Hiyo nayo imepelekea Al Ahly kupata mianya zaidi, kwa sababu ukizungumzia kama Dickson Baka tunamjua ni center back, ukizungumzia
Dickson Jobu tunamjua ni center back. Hivyo Al Ahly wakawa rahisi sana kufika katika zoni ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini licha ya yote, licha ya lawama zote ambazo kwa sasa kocha Pedro Gonçalves hawezi kuepukana nazo, lazima atapewa, unadhani maingizo aliyoyafanya hii leo kumwanzisha Alan Okello, Depu pamoja na kiungo pale Damaro na wengineo, unadhani aendelee na system hiyo hiyo ama kuna uhitaji labda kumwanzisha moja moja na kuwapa nafasi wengine ili kuwe kuna combination nzuri ya timu? Hapana, kwa kiwango walichokionyesha wachezaji sifikirii kukaa bench kutokana na performance yao. Mimi kwa binafsi kwangu mimi nimeona wamecheza vizuri tu, wameonyesha niliu ubora katika kila mtu katika nafasi yake. Hivyo sifikirii kuona kwamba eti aanze na wale aanze na Duki Abuya, Mudasi au Aziza Ndambwile. Hapana, katika kiwango alichokionyesha aondoke nao hivi, ila aongeze umakini katika eneo la ushambuliaji, maana tunaona Dar es Salaam Young Africans wamekuwa na pupa sana katika Naam, na hayo ndio ilikuwa machache mwalimu, kama ulivyomsikia hapo, kila kitu kimekuwa sawa kabisa na mpaka kufikia sasa sina ajizi wala nyongeza. Lakini kumbushe tu kwamba mchezo unaofuata ama kambi inayofuata ni pale Guantanamo Bay katika dimba la Benjamin Mkapa, ama itakuwa kule New Aman Complex visiwani Zanzibar. Huenda Yanga atalipa kisasi ama ataendeleza unyonge, hilo sina majibu lake, bali tunakushuhudia katika mchezo wa marudiano ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuandikie maoni yako, mchezo umeuonaje, una yapi ya kuzungumza? Mpaka wakati mwingine tena kama huu, bye bye.